Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Nichukue nafasi hii kumshukuru Mungu sana kwa wema wake na kwa baraka zake nyingi ambazo ameachilia kwetu hata tumekuwa hivi tulivyo. Bwana asifiwe. Hivi tulivyo si kwa sababu ya kabila yako, ukoo wako, wala boma lenu. Ni Mungu amehusika, wala si kwa sababu ya jitihada za kwako au za kwangu. Ni Mungu mwenyewe ametufanya tumekuwa hivi tulivyo, ili yeye tu apate kutukuzwa katika miili, nafsi na roho zetu. Bwana asifiwe. Siku hii ya leo tutajifunza maneno machache sana juu ya utoaji. Kutoa. Hebu mwambie mwenzako kutoa. Mungu alipokuwa naumba mtu, anasema na tufanye mtu kwa mfano wetu na kwa sura yetu wakatawale. Kwa hiyo sisi tunafanana na Mungu. Ndio maana Mungu katika juhudi zake zote anataka mtu akae vizuri. Anataka mtu aishi vizuri katika akili yake, katika mwili wake, nafsi yake, rohoni, awe vizuri na yeye aliyemuumba. Ndicho Mungu anachohitaji. Kwenye Agano la Kale kuna zaidi ya miaka 4,000 Mungu anashughulika na mtu tu. Miaka 4,000 Mungu yuko na mtu tu, amemwekea taratibu zote ili kumtengeneza asiwe na kosa. Ndio maana akaweka akasema, kila mwaka mara moja lazima uje ibadani na kondoo. Uje na kondoo, atachinjwa, ile damu yake utanyunyiziwa ili iweze kufunika, sio kuondoa, kufunika dhambi kwa mwaka huu mmoja. Baada ya hapo ile damu ina expire. Na mwakani lazima uje na damu na kondoo mwingine kwa ajili ya damu. Sasa alipoona hili agano limekuwa kuukuu na kuchakaa li karibu, Mungu alikaa kimya miaka 400. Kitabu cha mwisho cha Agano la Kale Malaki na kitabu cha kwanza Agano Jipya Mathayo, hapo katikati Mungu alikaa kimya miaka 400, haongei na mtu. Kimya miaka 400. Hizo zote ni juhudi, na anajaribu kuplani kutengeneza agano ambalo litakuwa halina mapungufu tena.
Hata manabii wa kale walitafiti sana, walichunguza na kuchungulia kwamba hawa watu watakaoishi kwenye hilo agano watapata neema ya namna gani. Miaka 400 Mungu amenyamaza kimya hivi. Alipoinua kichwa akamwita Gabrieli, kasema njoo, naomba uende mpaka Nazareti. Kuna msichana mmoja anaitwa Mariamu, ananifurahisha sana sana. Wakati huo sisi wachungaji tulikuwa tumewafungia ndani watoto wetu wa kike, maana tunajua Masihi atazaliwa na bikira. Kwa hiyo wakajua lazima azaliwe kwenye nyumba ya kikuhani. Walijua lazima tu kwenye nyumba moja hapo, kama sio kwa Sospita basi kwa mchungaji wa Moravian, ama atazaliwa kwa KKT. Kwa hiyo sisi wachungaji tukawafungia ndani watoto wetu wa kike ili wakae salama. Miaka 400 Mungu amenyamaza kimya, ameshika shavu. Unafikiri ilikuwa kazi rahisi? Sasa akamtuma kwa Mariamu, akamtuma Gabrieli kwenda akamsemesha, wakaelewana. Na Mariamu alikuwa makini sana, hakuwa mtoto wa kuhani. Wakati huo Mungu alikuwa ameshafanya agano na Daudi, akamwambia katika wewe atatoka mtawala ambaye atawachunga watu wangu kwa fimbo ya chuma. Kwa hiyo Mungu akatoka kwenye kabila ya Lawi akaenda kwenye kabila ya Yuda, akaenda kutoa mwokozi, kutoa. Na Mungu alikuwa hana namna nyingine ya kumpata mwanadamu isipokuwa kwa kutoa. Umeona kutoa kulivyo kwa maana sana. Mwandishi wa kitabu cha Matendo ya Mitume anasema hivi, nafikiri sura ile ya 20, anasema ni heri kutoa kuliko kupokea. Kutoa ni heri. Kwa hiyo kama ni heri kutoa, kupokea ni ole. Na hiyo Mungu ole ameshaikataa. Ukimpa anakupa zaidi. Haleluya, Bwana asifiwe. Kwa hiyo akaacha kutoa Yesu kwenye kabila ya Lawi. Alijua kule kwa Lawi kuna shida kubwa sana. Akasema watu hawa huniabudu kwa midomo tu, mioyo yao iko mbali. Kwa hiyo Mungu akapinda kona huyo kwa Yuda. Nenda kasoma Yakobo wakati anawabariki watoto wake wote 12. Alafu soma pale kwa Yuda usikie kitu anachoongea. Akatoa Yesu kupitia kabila ya Yuda. Kupitia kabila ya Yuda. Hapo ndio maana makuhani, Walawi, Mafarisayo, Masadukayo, waandishi, wanasheria walitofautiana na Yesu mwanzo mwisho, mpaka wakamfikisha msalabani. Wakafikiri ndo wamemuweza, kumbe ndo wanaenda kuhitimisha kutoa kwa Mungu alikokusudia. Bwana asifiwe. Kutoa. Na wapenda, nataka niwaambieni kutoa ni kazi ngumu sana, ila ukiiweza utashangaa kutoa. Hata wasichana wengi sana ambao wamepata watoto kabla ya kuolewa ni kwa sababu walikuwa wanapokea. Ni kwa sababu walikuwa wanapokea. Naomba unisaidie, kuna nguo yangu iko kwa fundi hajatoka. Walikuwa nahitaji shilingi 30,000. Chukua hii. Asante. Anampa. Twende basi unywe chai hapa. Asante. Unakunywa nataka chipsi kuku. Yule jamaa anatoa tu. Atakapo present message yake huwezi kukataa. Nasema vitu vigumu ili nini? Kukuleta mahali pa kutoa. Hata kama una 1,000 wewe leo toa. Na kueleza wewe toa. Alafu unapotoa usinyamaze. Sasa hivi anza kuongea na Mungu, mwambie Mungu, nitatoa shilingi zangu kadhaa,
naomba unifanikishe kwenye 1, 2, 3 kwa imani. Ngoja nikuonyeshe maandiko machache sana, lakini uweze kuelewa. Bwana asifiwe. Kama alivyosema, mimi naitwa mchungaji Sospita, niko pale St. James. Katika masuala ya uchungaji, kuongoza usharika au parishi ama parokia nimestaafu, lakini swala la uchungaji liko tu sasa. Ila sasa hivi nikielekea hivi mpaka nijigonge ndo nageuka, nikienda hivi mpaka nijigonge ndo nageuka. Bwana asifiwe. Nakaa hapo Shangarai. Ukifika pale Shangarai stendi, uliza kwa mchungaji ni wapi upande huu wa chini, watakwambia nyumba ile pale. Njoo hapo nyumbani, tutaongea mawili matatu, na sitakuondoa tu hivi hivi, nitakupa hata soda ya kwenda na chupa. Bwana asifiwe. Tuangalie kitabu cha Timotheo wa kwanza sura ya 6. Timotheo wa kwanza sura ya 6. Kituo hichi hapa ni kwa ajili ya kuwaimarisha watu rohoni. Sasa hivi ndugu zangu, mahali kanisa lilipo si salama kama unavyodhani. Ni wakati wowote tunaweza tukafumaniwa, wakati wowote parapanda inaweza ikalia. Ningekuwa na muda hapa nisimulie juu ya vita hivi vinavyoendelea hapa Mashariki ya Kati, twende kimaandiko kabisa, nikusomee moja baada ya lingine, ungeshangaa sana. Si salama kama unavyodhani. Nilikuwa nasoma ujumbe mmoja, sasa sijui kama ni watu tu wameongezea, lakini wanasema, Netanyahu anasema hivi, mimi katika haya yote namtengenezea mazingira Yesu Kristo aje achukue watu wake. Nimesoma jana, Netanyahu anasema namtengenezea mazingira Yesu Kristo kuja kunyakua kanisa lake. Kwa hivyo nikuombe sana, fuatilia habari, alafu wewe unasoma Biblia kila siku. Kama ulivyo na programu ya kula chakula kila siku, make sure unasoma Biblia kila siku. Hiyo na kuagizia leo hapa, kama lile tangazo la CRDB linalosema ulipo tupo. Hata usiposoma niko hapo, sauti hii nimeshakwambia. Ukisoma niko hapo. Bwana asifiwe. Timotheo wa kwanza sura ile ya 6 mstari ule wa 17. Swala la kutoa, kama nilivyosema, mwanzilishi wa utoaji ni Mungu. Ndio maana katika Yohana 3:16 maneno tuliyoyafundishwa kutoka Sunday School anasema, kwa maana jinsi hii. Mimi nilisomaga siku moja nikasimamia hapo nikajiuliza, jinsi hii ipi? Hiyo jinsi ambayo ilisababisha akamtoa mwana wake wa pekee ili kila mtu amwaminie asipotee bali awe na uzima wa milele. Jinsi ipi? Ukisoma kitabu cha Malaki, neno la mwisho, hebu mtu anisomee neno la mwisho kwenye kitabu cha Malaki sura ya mwisho ile ya 4, lakini neno moja tu la mwisho. Simama uongee kama unaanguka juu ya mti. Neno la mwisho ya kitabu cha Malaki, neno la mwisho, sio mstari wa mwisho. Ule mstari wa mwisho, neno la mwisho litamke mara hii kwa sauti kubwa, kama vile unaalika watu. 1, 2, 3. Basi hapo Agano la Kale limeisha. Mtu anisomee mstari wa kwanza, Injili ya Mathayo sura ya kwanza mstari wa kwanza, ambacho ndio kitabu cha kwanza kwenye Agano Jipya. Nisomee mstari wa kwanza kwa nguvu sana. Simama usome kwa nguvu sana, kimbia chapuchapu. Kitabu cha ukoo wa Yesu Kristo, mwana wa Daudi, mwana wa Ibrahimu. Asante. Umesikia? Neno la mwisho Agano la Kale, laana. Mstari wa kwanza Agano Jipya, kitabu cha ukoo wa Yesu Kristo, mwana wa Daudi, mwana wa Ibrahimu. Kwa nini hawa baba wengine wote kawaacha awe mwana wa Daudi, mwana wa Ibrahimu? Mbona hapa katikati kuna wababa wengi sana? Tunaenda sawa? Tuko pamoja? Tuko kwenye kipindi cha Kwaresima.
Najua wengine hawajafunga na wengine kufunga ni mieleka, bora umuue kuliko afunge. Kwa hiyo anamtaja Yesu ni mwana wa Daudi, mwana wa Ibrahimu, mbali sana huko kwa Ibrahimu. Lakini kwa nini? Huyu Yesu amekuja kuondoa laana. Biblia inasema aangikwaye juu ya mti amelaaniwa. Sijui unanielewa eh? Hiyo ndio ilitupasa kutundikwa juu ya mti kwa sababu ya dhambi zetu. Hiyo ilikuwa imeshapitishwa. Sasa Yesu alipokuja yeye kama sadaka, akasema badala yako wewe kutundikwa hapa, mimi Yesu nimevaa mwili wa kibinadamu, mimi ni sadaka, nimetolewa ili nitundikwe juu ya mti, usiwe na laana. Tuko pamoja? Ndio maana Mungu alifanya agano na Daudi akasema, katika wewe atatoka mtawala atakayewachunga watu wangu kwa fimbo ya chuma. Na kwa nini ni mwana wa Daudi lakini ni mwana wa Ibrahimu? Ibrahimu ndiyo mtu pekee kwenye agano la kale aliyeishi kwa imani, sio kwa sheria, kwa imani. Hata Mungu alipokuja akamwambia kamtoe mtoto wako, wala hakuwa na mjadala, wala hakukaa na mke wake waongee, akae na Rebeka na nani na Sara, eti naenda kutoa Isaka. Mtoto mwenyewe kapatikana kwa mbinde. Imeniletea mimi hapa ndani kudhalilika. Nilipokuruhusu uingie kwa Hajiri, umezaa naye, Hajiri akaanza kunizodoa, ananidharau kwa sababu mimi sina mtoto. Alafu leo mnasema nakwenda kumtoa. Huyo Mungu wako alianzia wapi? Na mimi alikuja live akaniambia mwakani majira kama haya nitapata mtoto. Leo hii ukamtoa. Ulisikia vizuri ama unaota utoe Isaka? Hapa tunamalizana. Kwa hiyo hakuwa na mjadala na mama. Wakaondoka. Kuni zipo, moto upo, Isaka yupo. Hao mpaka mtoto anauliza, baba, kuni zipo, moto upo, mwana kondoo wa sadaka yuko wapi? Akasema twende, Bwana atajipatia. Wanafika kule wakamwambia watumishi wake, ketini hapa, sisi tunaenda. Akaenda kaandaa madhabahu akamwambia Isaka, njoo lala hapa. Naye sadaka yenyewe haikubisha. Ukiona sadaka inakataa kutolewa, shida ina mwenye kutoa. Tunaenda sawa? Ukiona sadaka inakataa kutoka, shida ina mtoaji. Sadaka ikakubali, ikalala pale kwenye madhabahu. Ibrahimu akachukua kisu, ile anataka tu kuchinja hivi, sauti ikaja, Ibrahimu, usimchinje mwanao. Hasa pale maneno nayo yashangaga, anasema sasa nimetambua kwamba unanicha. Hilo neno mimi ndio linanishangazaga. Yaani Mungu alikuwa na wasiwasi pia hata na Ibrahimu. Mimi nikifika mbinguni nitakuwa mzururaji sana. Si ajabu nitamfuata Mungu Baba nimwambie, Baba, tulisoma maandiko yako, nilikusikia unaongea na Ibrahimu ukasema sasa nimetambua. Mwanzo ulikuwa hujatambua kwamba anakucha. Lakini Biblia pia ikanimaliza nguvu kwenye kitabu cha Wakorintho wa kwanza, anasema hivi, tutakapofika huko mbinguni tutafahamu yote. Yaani hapo tu ndo nafikaga mahali na kanyaga breki na kuvuta hand breki. Kwa hiyo akasema usimchinje mwanao. Tazama kondoo huyo hapo. Kuangalia kondoo kanaswa, zile pembe zake zimenaswa kwenye miti. Akaenda akamchukua akamchinja kondoo. Hilo ni agano la kale. Kwenye agano jipya, Yesu Kristo mwana wa Daudi, mwana wa Ibrahimu, aliyeishi kwa imani baba huyo. Ndio maana kwenye agano jipya Biblia imetuambia sisi ni watoto wa Ibrahimu kwa imani. Sio wa Yakobo, sio wa Isaka, sio wa Yusufu, sio wa Rubeni, sio wa Isakari. Sisi ni watoto wa Ibrahimu kwa imani. Kama ndio hivyo tutashindwa kutoa? Halafu kutoa, tumeumbiwa utoaji huko ndani ya mtu. Mtu yoyote hapa ni mtoaji, ila sasa unatoa wapi? Shughuli ndio hapo ilipo. Ukikataa kutoa utaibiwa.
zitoke tu na kueleza. Ukikataa kutoa utauguliwa, utatoa tu ukanunue dawa. Siku moja niliangalia katuni moja, jamaa kwaenda kwa daktari, fika mlangoni akakuta ameandika kumuona daktari shilingi 5,000. Akasema kumbe hapo dawa hujapata, kumuona tu shilingi 5,000 wameandika mlangoni. Akaingia kinyume nyume, akaenda akakaa akaanza kueleza ugonjwa wake. Amemwona atamchajije na hajamuona? Kutoa ni lazima utatoa, yaani ikishindikana utaibiwa na kueleza, ikishindikana watakuibia tu au utatapeliwa. Kwa hiyo kutoa ni lazima. Sasa utoe wapi? Kwa Timotheo anatuambia maneno haya, anajaribu kueleza watu wenye uwezo fulani. Anasema hivi, mstari wa 17 mpaka wa 19, anasema walio matajiri wa ulimwengu wa sasa waagize wasijivune, wala wasiutumainie utajiri usio yakini, bali wamtumaini Mungu atupaye vitu vyote kwa wingi, ili tuvitumie kwa furaha. Haleluya! Mara nyingi sana nimesikia message imeingia kwenye simu yangu, kukliki hivi nani inafunguka, jiunge na Freemason bila masharti kwa ajili ya kupata utajiri. Hiyo message imeshafikaga kwako mwenzangu? Wangapi wameshafikishwaga na hiyo message? Ulijiungana? Mimi nikamwambia, alafu na wajibu naambia Yesu ananitosha. Nafikiri wanachokaga wenyewe huko. Yuko jamaa wangu mmoja alikuwa anafanya kazi TANESCO hapa Arusha, akahamia Loliondo, akajiunga na Freemason. Nakupa ushuhuda live ili atajirike. Alipojiunga vikaenda akawa amefungua aliyekuwa na baa ni dada mwingine, akaenda kumwomba freezer yake akampa. Alivyompa basi ikakaa, akasema nitakuwa nakupa pesa. Ikakaa pesa hapati. Akamfuata akamwambia, naomba basi, maana sasa muda umeshaenda sana, hujanipa pesa. Yule dada akamwambia, unasemaje? Ile freezer yangu. Akasema, ulinipa lini? Ulinipa lini? Akaona sasa hatukupeana kwa maandishi, hii imekuwa kesi. Akaenda polisi. Kwenda polisi, wakaenda na polisi. Kufika pale akamwambia polisi, ni huyu dada. Akasema, eti dada, ile freezer. Akasema, ipi? Kwanza nikwambie afande, huyu mara nyingi sana ametaka kunibaka. Jamaa alimkamata mkono, polisi akasema twende. Hiyo freezer ikaenda. Haya, akatoka hapa akaenda nyumbani kwao, kulikuwa kuna msiba wa ndugu yake. Walipofika kule akaanguka akazimia. Walibeba kutoka kule Dodoma mpaka Loliondo, hana fahamu mpaka Loliondo, ndo akaja kufufukia huko. Haya, ile gari yake kuna mtu akaja kuazima, sio alikuwa anaenda wapi, kwani amerudisha. Kumfata hakumkuta, mpaka leo hajamuona. Gari yake nyingine jamaa mmoja tena akaazima, mpaka leo hajaiona. Sasa kuna mwinjilisti, mtoto wa dada yangu yuko kule Loliondo, akamfuata. Wote ni sasa ni wa kanisa la Anglikana. Akamsimulia historia yote, akasema sasa nataka nijitoe kwenye Freemason, nitafanyaje? Na ile mwinjilisti akamwambia, hayo ni ya kwako, mimi namna ya kukutoa huko sijui. Kama hutaki kumwamini Yesu, mimi nje ya hapo mimi sijui. Naye mwinjilisti karuka. Ile jamaa kakaa wiki ya kwanza, wiki ya pili, wiki ya tatu, akaanza kuumwa. Hivi unajua kuumwa? Ukimkuta kama ulikuwa unamfahamu hutamfahamu. Hiyo yote ni watu hawa hapa walio matajiri wa ulimwengu wa sasa, uwaagize wasijivune. Wala Biblia imesema, kwanza imekwambia
usitamani utajiri wa mtu, maana hujui amepataje. Sisi tunachotaka, sikiliza hapa, Biblia inatuambia mstari ule mstari huo wa 17, lakini mstari wa 18 anasema watende mema, wawe matajiri kwa kutenda mema, wawe tayari kutoa mali zao, washirikiane na wengine kwa moyo, huku wakijiwekea akiba iwe msingi mzuri kwa wakati ujao, ili wapate uzima ulio kweli kweli ambao uko katika Yesu Kristo. Bwana Yesu asifiwe. Sikia anachosema, walio matajiri wa ulimwengu wa sasa waagize wasijivune wala wasitumainie utajiri usio yakini. Anaposema utajiri usio yakini, ina maana jinsi walivyoupata ni ugomvi na Mungu, ni ugomvi na Mungu. Wako hao watu ni ugomvi na Mungu, utajiri usio yakini, bali wamtumaini Mungu atupaye vitu vyote kwa wingi, ili tuvitumie kwa furaha. Watende mema, wawe matajiri kwa kutenda mema, wawe tayari kutoa mali zao, washirikiane na wengine kwa moyo, huku wakijiwekea akiba iwe msingi mzuri kwa wakati ujao, ili wapate uzima ulio kweli kweli. Haleluya. Maneno ambayo ukiyasoma yanaingia kama drip. Mwandishi wa kitabu cha Waebrania sura ile ya 10, kitabu cha Waebrania sura ile ya 10, nataka nikuonyeshe maneno machache pale. Mstari ule sasa hapa anasimulia sadaka ambayo Mungu alitoa. Anasema hivi, kianzia na mstari ule wa 8, wewe ukirudi nyumbani anza mstari wa kwanza. Anasema hapo juu asemapo, dhabihu na matoleo na sadaka za kuteketezwa na hizo za dhambi hukuzitaka wala hukupendezwa nazo, zitolewazo kama ilivyo amuru Torati. Ndipo aliposema, tazama nimekuja niyafanye mapenzi yako. Aondoa la kwanza ili kusudi alisimamishe la pili. Katika mapenzi hayo tumepata utakaso kwa kutolewa mwili wa Yesu Kristo mara moja tu. Mara moja tu. Sasa hivi Mungu kwa kumtoa Yesu mara moja tu, anao Wakristo wangapi duniani wanaomwamini? Si ametajirika? Sijui kama uko pamoja na mimi. Katoa Yesu huyu. Sasa hivi wanaomwamini Yesu huku duniani ni wangapi? Si amenufaika? Hicho mara moja tu. Anaendelea anasema, mstari ule wa 11, na kila kuhani husimama kila siku akifanya ibada na kutoa dhabihu zile zile mara nyingi, ambazo haziwezi kabisa kuondoa dhambi. Lakini huyu yupi? Yesu. Lakini huyu sadaka ya ajabu sana. Akajenga jengo lake ni kubwa sasa hivi, jengo lake ambalo ndo kanisa lake, jengo kubwa hujawahi ona. Hili la NLC ni cha mtoto. Kwa hiyo hapa tunatoa mara moja tu, mambo yanakuwa hivi, mara moja tu. Naomba na wewe leo jimalize hapa. Bwana asifiwe.
anasema mara moja tu, mstari wa 11, na kila kuhani husimama kila siku akifanya ibada na kutoa dhabihu zile zile mara nyingi ambazo haziwezi kabisa kuondoa dhambi. Yeye kuhani ametoa mara nyingi lakini ilishindikana. Mungu alitoa mara moja tu. Sasa mstari ule wa 12 anasema, lakini huyu alipokwisha kutoa kwa ajili ya dhambi dhabihu moja idumuyo hata milele, aliketi mkono wa kuume wa Mungu. Tangu hapo akingojea hata adui zake wawekwe kuwa chini ya miguu yake. Maana kwa toleo moja amewakamilisha hata milele hao wanaotakaswa. Na Roho Mtakatifu naye atushuhudia. Kwa maana baada ya kusema, hili ni agano nitakaloagana nao baada ya siku zile, asema Bwana, nitatia sheria zangu mioyoni mwao na katika nia zao nitaziandika. Ndipo anenapo, dhambi zao na uasi wao sitaukumbuka tena kabisa. Huyu ni Mungu anaongea, sio mtu. Sitazikumbuka tena kabisa. Toleo hili moja tu, moja tu, amejipatia billions of billions watu waliookoka huku duniani. Alikuwa hana namna ya kuwapata hao watu, ni kutoa. Na sisi hatuna namna ya kufanikiwa isipokuwa kutoa. Cha kwanza ulichofanya cha maana sana, Paulo anaandika kwa Warumi sura ile ya 12 mstari wa kwanza, asema kwa huruma zake, ndugu zangu, kwa huruma zake Mungu, itoeni miili yenu iwe dhabihu takatifu ya kumpendeza Mungu, ndiyo ibada yenu yenye maana. Umekuja umeutoa mwili wako. Wengine wamekuja mvua inanyesha, wengine wamekuja wakitime kabla ya janza, lakini umetoa mwili wako kufika hapa. Kitakachofuata, toa chochote ulicho nacho na kumwambia Mungu, natoa. Toa hata zaidi ya ulivyokuwa umepanga ikibidi. Alafu hata kama utaahidi, lakini wewe kwenye ile ahadi yako uje uitimize. Wakati huo nyuma ya sadaka hiyo umeshasema ifanyeje. Kuna sadaka zingine Mungu anazishushuaga, zinafika sasa, si umbariki jamani, si unaona alinitoa? Akasema sawa, alikutoa. Alisemaje? Nimfanyie nini? Sasa alinitoa tu. Sema hebu kaa kando, ngoja zije ambazo zina ujumbe nyuma yake. Kwa hiyo ukitoa, mwambie Mungu, na kuomba nifanyie 1, 2, 3. Halafu sio mwisho wa kutoa hapa. Siku nyingine unaweza tena ukaleta. Bwana asifiwe. Kwa hiyo nataka nilete maneno haya machache sana ambayo yanatuelekeza na sisi kutoa. Kwa sababu tuliumbwa kwa mfano na kwa sura ya Mungu, tunafanana na Mungu kabisa. Kama yeye baba yetu alitoa, hata sisi lazima tutafanana naye. Siku moja kule Tanga kulikuwa kuna ubatizo. Wakapita mbele wa ubatizo kwenye makanisa yetu, wanakuja na wadhamini na wazazi. Nafikiri makanisa hata sisi haya yote wanafanya hivyo. Wakaja siku hiyo. Huyo sasa mtoto ambaye nataka kumzungumzia, mchungaji akamchukua. Sisi unachukua mtoto unambeba, maji yako hapa. Halafu kabla hujaanza kumwagia maji, unauliza mpeni mtoto huyu jina. Halafu wadhamini ndio wanatamka, wazazi wao wamenyamaza kwa sababu wamewapa mandate hawa kumsimamia. Sasa wakati anauliza mpeni mtoto G, akisema tu G, baba ameshatamka jina, baba yake mzazi. Mpeni mtoto G, Mashaka. Mchungaji akashituka, nimesikia au? Akarudia tena, mpeni mtoto G, Mashaka. Yaani wadhamini wanakuja kutaja baadaye, baada ya baba kutaja. Basi mchungaji akatumia kura ya turufu, akabatiza jina la wadhamini wanaotaja. Walivyomaliza ibada imeisha, wako hapo nje, mchungaji akaingia ofisini, akamwona yuko pale, akasema, "Aisee, hebu njoo bwana, njoo." Akaja.
naona mmebatiza jamani, huko nyumbani tutaweza tukapata chakula? Akasema karibu mchungaji, vilivyoandaliwa tu tutapata hapo nyumbani, karibu sana. Akasema asante. Sasa samahani, kwa nini ulikuwa unataka mtoto aitwe Mashaka? Akaanza kulia. Mchungaji, usinikumbushe na Mashaka, huyu mtoto sio wa kwangu.